jicho la nyumbani. Hii ni Abedi TV jicho la nyumbani. Kwa majina naitwa Sister Glory. Nyuma kamera kuna mzee baba The King Santo. Usisahau kushare, kulike na subscribe kwenye TV yetu ili kupata vitu vizuri. Leo tuna maswali mengi ya kujiuliza, maana mitaani tunajiuliza mengi sana kuhusu ya movie ya Nani Mwalimu. Leo tunataka kupata majibu kuhusu ya movie Nani Mwalimu. Leo Mount Classic TV imetembelea Mbavu ili kujua taarifa kuhusu ya filamu ambayo imetoka ambayo inaitwa Nani Mwalimu. Na leo najua kwamba utakwenda kujua mengi kuhusiana na Nani Mwalimu. Naomba usisahau kusubscribe, comment na like channel yetu ili wa kwanza kupata taarifa zetu. Na naamini kwamba taarifa zetu si za uongo kwa sababu tunamtembelea mtu na tunajua kwa kina zaidi kwa kuhusu kila alichokifanya. Naomba unikaribie, naomba unipatie dakika 2, naomba unipatie macho yako, naomba unipatie sikio lako ili kusikia angalau kwa machache tu ambayo tutakwenda kupiga story na Mbavu. Yes, karibu sana. Kaka, mambo? Poa. Unaitwa nani? Naitwa Mbavu Actor. Nani? Mbavu Actor. Join alipanga hiyo Mbavu na ukakubali. Nimeamua kwa sababu ni jina tu. Inamaanisha nini? Inamaanisha jina. Jina tu. Upo vizuri. Sasa unaweza tuambiaje nani mwenye alikuwa director kwa movie ya Nani Mwalimu? Director wa Nani Mwalimu alikuwa mimi mwenyewe, Mbavu mwenyewe. Uliwazaje tu kutoa hiyo picha ya Nani Mwalimu? Nilijifikiria vingi kwa sababu ni true story, kwa sababu ni kitu ambacho kilinitokeaga mimi, sio kwa mtu mwingine, hapana. Yes, tukiachana kwanza na jina la Mbavu, jina lako really ni jina gani? Jina langu la ukweli kabisa naitwa Mkombozi Swedi. Mkombozi Swedi. Umeshaoa? I'm bachelor. Bachelor. Yeah. Vipi? Una miaka mingapi? Nipo na 24. 24. Tukiachana na 24, miaka yako, una miaka mingapi kwenye sanaa? Kwenye sanaa nipo na 7. Una 7. Yeah. Na kwenye miaka 7 kwenye sanaa ni filamu ngapi ambazo ushagawahi kuzicheza? Hazina idadi. Zipo zaidi sana. Sasa labda Mbavu tulikuwa na swali kidogo ambalo labda tungetamani kujua kutoka kwako, au sio brother? Maana kuna filamu ambayo sasa hivi on trending ambayo inaitwa ni Nani Mwalimu. Tunatamani kujua zaidi sana kuhusu Nani Mwalimu. Nitakuomba kwamba uwe kwa uwazi zaidi, au sio brother? Tukiangalia Nani Mwalimu, hivi unaweza kutuambia ni nani ambaye alileta idea ya kucheza Nani Mwalimu? Alileta idea na imani kwamba kwenye episode ya kwanza inatambulisha nani ambaye ameleta idea. Yes. Nafikiri hivyo. Ndio tuambie ni nani? Imeandikwa kwenye story, ni Mbavu mwenyewe. Maanisha wewe wasi? Nafikiri. Hii picha Nani Mwalimu, nani alikuwa director? Director alikuwa mimi. Wewe? Yes, na tukiangalia kwenye Nani Mwalimu, vipi kabla ya Nani Mwalimu ni filamu ngapi ambazo ushagawahi kuzicheza? Filamu nyingi sana. Mpaka zinakosa idadi. Kwa haraka hazipo chini ya 50. Upo vizuri sana. Nafikiri hivyo. Yes, tukiachana na jina la Mbavu, vipi really jina lako ni jina gani? My real name naitwa Abdalla Swedi. Abdalla Swedi. Sasa tutaka kufahamu kwa maana kuna binti ambaye ameigiza kwenye movie hiyo ya Nani Mwalimu na Games. Sasa ilikuwaje mpaka mchukue hiyo binti? Kwa mwingine binti mpaka mchukue tu hiyo binti? Amecheza kwenye School Game, akacheza kwenye Nani Mwalimu. Ule niseme kwamba ni msanii wangu anaitwa Ana. Ni msanii ambaye namkubali sana hapa kwetu. Naona kwamba hakuna msanii ambaye anaweza kumuingilia kifupi, yani ndio maana ni special kwangu mimi, ndio maana amepiga kula akapiga huko. Wamesema kwamba huyo Ana ni msanii wako. Tukiangalia kwenye School Game nao pia wanasema kwamba pia ni msanii wao. Vipi, unaweza kutuambia alianza kundi gani ambako kuna timu ya Swedi team na hiyo sijui ya School Game? Unaweza kutuambia alianza kwenye timu gani? Watu wanashindwa kuelewa kitu kimoja. Yes. Nani Mwalimu hakutoka sasa hivi. Nani Mwalimu imetoka tokea kitambo. Sema ilikuwa gala tu. Ana ni msanii wa kwangu tokea zamani. Tumeshoot naye Nani Mwalimu.
baada ya miezi minne, miezi mitano, kiasi kwamba ameenda kushuti school game mwenyewe. Kwani director alikuwa ni mmoja au juu? Kwa maana vinafanana fanana, director alikuwa ni mmoja au director? When school game ni director wao, simfahamu director wao, ila kwenye nani mwalimu director alikuwa mimi. Wewe umesema kwamba sijui nani mwalimu ndo ilianza kutoka kabla ya school game, lakini tukiangalia kwenye promote ni kwamba school game ndio imeanza kupromotiwa kabla ya nini, ya nani mwalimu. Unaweza kutuambiaje hapo plus? Niseme kwamba nani mwalimu imeingia location kabla ya school game. Ilikuwa gala kama isivyoongea, ilikuwa gala tumehifadhi, ila tulikuwa na program tuiachie mwisho wa mwaka kwa sababu kwa vitu ambavyo vilikuwa hitajika tuachie mwisho wa mwaka, lakini tukaona hapana, kuna movie ambayo inapromotiwa inaitwa school game. Nafikiri school game. Tukasema sio mbaya sisi tuachie kazi yetu, lakini ni kazi ambayo nani mwalimu ilipigiwa mapema sana, ilikuwa tunasubiria achiwe tu. Yaani nyinyi ndio mlikuwa kwanza kuachilia? Sisi tulikuwa kwanza kuingia location tena wa kwanza tena kuachia yenyewe mtandaoni. Yes, tukiangalia kwenye school game kama jinsi nilivyokuambia awali ya kwamba school game ndio ilianza kupromotiwa kabla ya nini? Kabla ya nani mwalimu. Lakini tukiangalia kwenye kupostiwa ni kwamba nani mwalimu ndio ilipostiwa kabla ya nini? Ya school game. Lakini school game ndio imeanza kupromotiwa. Sasa nitaka nijue kitu kimoja pia, na mashabiki wanataka wajue kitu kimoja kuhusiana na school game na nani mwalimu, kuhusiana na yule binti ambaye amecheza kwenye school game pia akaja akacheza kwenye nani mwalimu. Kitu kikubwa ambacho nilitaka tufahamu ni kwamba wewe binti tumtegemee kwa upande gani kwanza? Kwenye Swedi team. Kwenye Swedi team. Yeah. Vipi kiwaje tukimwona kwamba yupo kwenye school game tena? Niseme kwamba ule binti Ana, anaitwa Ana. Yes. Umtegemea kwenye Swedi team kwa sababu timu yake real ni Swedi team online. Ndio timu yake kabisa real. Yaani ukienda popote pale hautamuona sehemu nyingine. Utamuona kwenye Swedi team. Useme school game amechukuliwa tu. Wamemwazima akafanya kazi. Lakini timu yake kabisa maalum, mahsusi. Ni Swedi team. Okay. Mbona idea ni moja, saa itakuwaje acheze huku tena acheze na kule? Idea sio moja. Idea sio moja kwa sababu tukisha tuangalia idea yao na idea yetu ni vitu tofauti sana. Ni vitu vile tofauti. Tukiangalia hata kwenye mavazi pia tukiangalia sana kwenye image yake kama jinsi ilivyo, ukiangalia kabisa tunaona kama vile ni moja. Na kama jinsi skendo zilivyo mtaani ni kwamba yule binti alivyotoka kwenye school game akaja huku kwenye nani mwalimu, na hapo ndo nyinyi nao pia mlipata idea ya kucheza nani mwalimu. Unaweza kawaambiaje mashabiki? Hapana, niseme kama nimesema awali. Alivyotoka kwenye nani mwalimu akaenda school game, natakiwa labda mmuulize. Kwa hiyo alianza huku kwenye nani mwalimu ndo akaenda kule. Ameanza kwenye nani mwalimu kuingia location, akaenda malizia kwenye school game. Maana sisi tuliongea naye akatuambia kwamba alianza kwenye school game ndo akaja kwenye nani mwalimu. Hapana, amedanganya. Danganya au si? Amedanganya sana tena. Tena cha ajabu tunaona yani nyinyi mnatoa pakti moja moja na wanatoa pakti moja moja. Sasa tunashindwa kuelewa, unaweza tuambiaje? Niseme kwamba kutoa episode moja moja ni mpangilio wa timu yenyewe. Sisi tumejipangilia baada ya wiki 2 tunaachia kitu. Wenyewe kama mpangilia kama baada ya siku ngapi wanaachia kitu, ni kila mtu ana mpangilio wake. Yaani sisi tunateka soko, sisi tuseme kama tunajigamba kwa upande wetu. Mashabiki zetu wanasubiri muda wote tunaweza achia kitu. Yes. Sasa ikatokea siku kwamba nyinyi mnatakiwa kuingia location. Nao pia wanatakiwa waingie location siku hiyo hiyo moja. Nategemea kwamba Ana anaweza kaenda upande gani? Kwa movie vipi kwanza? Basi mfano kama vile ikatokea kwamba wao wanashoot au sio? Maana tunategemea kwamba yeye anacheza kule, yeye anacheza huku. Sasa ikatokea kipindi hicho yeye akaenda kule na huku pia nako mnaandaa pia location. Inaweza ikatokeaje siku hiyo? Useme kwamba okay. Tupo location na school game napo location. Yes. Siku moja. Yes. Niseme kwamba kuna msemo ambao unasema maji atochemshe ikikuwa moto vipi, lazima itarudi kwenye ubaridi tu. Yes. Nyumbani ni nyumbani. Atakuja Swedi team kwa sababu ndio nyumbani kwao. Na wewe kwenye nani mwalimu umecheza kama nani?
Ni Nani Mwalimu nimechukua karata ya mwanafunzi tu mtukutu shuleni. Kwa hiyo vipi, tusimtegemee tena Ana kurudi kwenye kundi la school game? Kurudi kwenye school game msimtegemei, kwa sababu movie ambao alikuwa kwenye mkataba hakuna kushoot ile movie imeshaisha. Yaani ile movie pale imeisha kushutiwa. Maana wameweka movie yao gala, ni post tu. Kwenye school game msimtegemee tena. Yaani hata kucheza hata tena kuigiza kule. Hawezi na kuigiza kule. Vile pande ambavyo walivishuti kule ndio hivyo ambavyo vitashutiwa. Sasa tukimuona kwenye movie tena kwenye games tutajiuliza aje sisi? Mkimwona kwenye nyingine movie ambayo imechezewa na wale majamaa wa school kama ndo school game ndo nani. Lakini kwenye school game yupo kwa sababu ile movie alishoot yote imeisha. Yaani ile movie imeisha, ipo gala wanachiachia tu. Lakini kwenye nyingine game eti kumekuja nyingine movie ya shiriki hawezi kushiriki. Mfano ikatokea kwa siku ya leo Ana anasema ya kwamba mimi naachana na Swedi team naingia kwenye school game. Unaweza kujisikiaje kama wewe? Akisema kwamba ameachana na Swedi team ameenda school game. Yeah. Niseme kwamba sijui amenaweza kutokea. Haiwezi kutokea kusema kwamba anatoka Swedi team naenda kama ndio school game wenyewe, nashindwa kuelewa. Haiwezi kutokea yani. Maana naona mnamtegemea sana. Inaweza kawezekana tu mbona. Sisi kwenye Swedi team niseme kwamba tunamchukua Sale Malikia wa movie hapa nyumbani. Kwenye wanawake wote hakuna mwanamke ambaye anamuingilia Ana kwa kuperform fresh sana. Ni mtu ambaye yupo makini kwa kitu ambacho anakifanya. Bwana wabinti ni wengi sana. Kuna mwingine mwigizaji ambaye anaitwa Eliza. Bwana anamzidi sana. Eliza? Yeah. Eliza yupi bwana? Ndio Eliza, anaitwa Eliza tu. Yaani ukiuliza tu Eliza tu. Kwanza ni maarufu kambini. Nisema kwamba hakuna mwanamke ambaye anaweza kumuingilia Ana kwa kuperform. Na ukisema huyo Eliza ndo mara kwanza nasikia jina Eliza. Sijawahi kusikiaga kwanza. Yaani inaonekana ufuatilie movie za kambini. Maana Eliza ni maarufu sana hapa kambini. Wabinti ambao wanajua kuigiza, Eliza nayo yumo. Hapana. Niseme kwamba kuna mabinti wengi. Kuna mabinti wengi lakini wote naweka chini. Yaani hawajui kazi ya kufanya kwa sababu wengi hawajui kama wanafanya nini. Kama nasema kama ndio Eliza ndio kumsikia, labda unaweza kuonyesha picha yake nimjue ni huyo. Kuna watu wengine maybe. Mimi kwenye level za kambini usimweki Ana. Na level zetu za hapa au Swedi team usitushirikishi kwamba tupo tunapambania level ya kambini, hatupo. Mnapambania level gani? Sisi tupo kwenye international. Yaani sisi tunapambania kimataifa. Sasa ikatokea kipindi ya kwamba Ana ameacha kuigiza. Unaweza kuchukua binti gani? Ikitokea kipindi Ana ameacha kuigiza. Yeah. Ni mfano lakini. Nichukue binti gani? Yes, ikatokea. Yeah. Sijaona binti wa kuchukua. Ikatokea Ana anaacha kuigiza kwanza. Hebu nyosha maelezo, watu wanatamani wasikie, wanao sio? Watu kule wanatamani wasikie kwamba kutoka Eliza, sijui kama kutoka nani, anaweza kafuata nani. Nikisema kwamba Ana kitokea ameacha kuigiza. Yes. Mwanamke ambaye anaweza kuchukua nafasi yake Ana hapa kwetu. Sidhani. Sioni hata umoja. Mbona wanawake ni wengi sana ambao wanaigiza vizuri mpaka tu huyo Ana tu ndio ambaye umeona. Wanawake ni wengi. Mimi sikatai, wanawake ni wengi ila hawajui kile ambacho wanakifanya. Ana waniseme kwamba popote ulipo wanategemea kwenye kundi la Team Swedi. Unaweza kutuambiaje kulingana na budget ya filamu yenu? Filamu yenu kama jinsi season 1 inachukua budget ya shilingi ngapi? Niseme kuhusiana na budget nitakuwa nadanganya. Kwa haraka haraka. Nikisema nikae chini itakuwa budget kubwa sana. Movie nzima kabisa. Yeah. Imechukua budget nyingi sana. Niseme ile episode ya kwanza imechukua milioni 1.6. 1.6. Episode ya kwanza. Ya pili tutegemee ngapi? Ya pili niseme kwamba kwa sababu tutaongeza vipande, so dakika tena 11. Tunaongeza vipande, natakiwa vipande viwe vingi. Tunategemea milioni 1.4 kule. Unaweza kutuambia kama ni changamoto? Milioni 2. Ni milioni 2.4 kwa sababu tutaongeza vipande. Unaweza kutuambia kwamba ni changamoto gani mnazozipata kwenye kazi ya uigizaji? Changamoto ni nyingi sana ndugu yangu, sio sidanganya. Changamoto ni nyingi tena sana. Kama ipi kwanza? Changamoto iko pale ambapo mnaingia location. Kuja tokea ndi magisto kutuelewa, yani unakuta huu msanii na huyu na huyu anaanza kuvurugana. Yani unakuta labda unaingia location umeanza vizuri na mtu, kufika njiani anakataa, mimi sitaendelea tena hiyo movie.
Maana inatupa changamoto fulani sisi. Yes. Na inakuwa sababu gani ya wasanii wapatane? Wasanii kutokupatana location ni lazima, kwa sababu unakuta location director ni mmoja. Kila mtu anatamani amdirect sasa mwenzake, wakati director ni mmoja. Yes, tukiangalia kwenye movie ya Nani Mwalimu, kama jinsi ulivyotuambia awali ya kwamba wewe ndio umeleta idea, au sio? Labda tungeomba waambie watazamaji neno moja kuhusiana na dugudugu ambazo wako nazo moyoni mwao. Dugudugu niseme kwamba bila nyinyi mimi sitoboi. Yeah. Na mkisema kwamba mnywekee chokochoko au mnywekee kitu fulani kwenye roho, yes, mtakuwa mmenikwamisha sehemu fulani. Na niseme tu asante sana kwa support yenu ambapo mmenionyesha episode ya kwanza hadi pale ambapo nitakapoifika mwisho, nataka tuwe na nyinyi tena mwanzo hadi mwisho. Yes. Tukisema kwamba kuachana na hii Nani Mwalimu, tutegemee filamu gani ambayo itakao kuja kuzidi Nani Mwalimu? Kuna filamu fulani, ila wasikae maana msifungi macho, mkae macho. Yes. Tu anyway, match all the time. Yani mtapata kitu hivi punde. Vizuri sana. Nikisema kwamba kulingana na Nani Mwalimu, kama jinsi ilivyo Nani Mwalimu, kiangalia jinsi ilivyo, kama jinsi ulivyosema awali ya kwamba idea sio moja lakini zipo tofauti, lakini kama jinsi watazamaji wanavyoangalia wanaona kama vile idea ni moja, tutegemee kuona mabadiliko au vipi kwenye idea ya school game au Nani Mwalimu? Nani Mwalimu. Idea yetu sisi imani kwamba ni idea ambayo ipo bora. Yes. Imeenda kimataifa. Ukiangalia movie yenyewe utasema kwamba hao majamaa sio watu wa kawaida, ni watu ambao wametoka chini. Yes. Sisi hatupo kama wale wengine wajinga ambao walianzaga tokea zamani, wapo pale pale. Wanashindwa kuchukua idea ambazo zipo kimataifa. Anafanya kazi kwa sababu ya hapa tu. Anafanya kazi kwa sababu fulani amuone. Yes. Sisi hatupo hivyo. Tunafanya kazi kwa sababu ya mtu aelimike. Na ni vizuri sana wandugu watazamaji walitaka kujua unajitegemea nyinyi kama nyinyi au mnawadhamini? Nisema kwamba sisi hatuna wadhamini. Tupo sisi kama sisi tu. Ndio hizo milioni zote ambazo umetaja hapo, ndio nyinyi kama nyinyi mkambini? Siamini kwa kweli. Sisi tumejipanga, ndio maana nimesema kwamba tumejipanga, yani tumejiseti, kwa sababu ukiangalia timu bora hapa kambini ni sisi, ila hatutaki tukompare na wasanii wa kambini. Mpo vizuri, yani nyinyi mnaweza kupatikana kama wapi hivi? Sisi tuseme kwamba tunapatikana Jean ndo kuna ofisi ya Swedi Team 8/11. Ukifika pale ndio utakuta ofisi ya Swedi Team. Yes, kwenye kundi lenu mnapatikana watu wangapi? Kwenye kundi letu tupo 5. Okay. Vipi katokea mwingine akajiongeza kwenye kundi lenu, vipi mnaweza mkampokea au? Kupokea msanii? Yeah. Sisi tukatai, ila masharti lazima azingatie masharti. Yes. Wandugu wasikilizaji na watazamaji wa Mauzo Classic TV, kama jinsi mlivyosikia kwamba leo tulikuwa na msanii ambaye anaitwa Mbavu ambaye amefanya vizuri sana kwenye filamu ya Nani Mwalimu. Na leo Mauzo Classic TV imeamua kumtembelea kujua zaidi kuhusiana na Nani Mwalimu. Na kama jinsi ulivyosikia ya kwamba naomba upeleke yale uliyoyasikia. Ningeomba ya kwamba usipeleke yale ambayo hukusikia. Hebu mpatie mwingine taarifa yale ambayo uliyosikia. Ningeomba ya kwamba usipeleke skendo mbaya kuhusiana na Nani Mwalimu, kama jinsi ulivyosikia kutoka kwa mdhamini wa Nani Mwalimu, au sio? Na kuomba usikose kusubscribe, comment na kulike channel yetu ili wa kwanza kupata taarifa zetu. Asante sana na tukutane kwenye vipande vingine. Thank you. Wandugu watazamaji wa Abedi TV jicho la nyumbani, umemsikia kaka Gisa ameeleza, yani mumfuatilie vizuri kwenye movie zake, anaitwa Mbavu. Ile skendo ambao wanaongeongea mitaani leo umepata uhakika. Usisahau kushare, kulike na subscribe kwenye TV letu ili kupata vitu vizuri. Nyuma kamera kuna mzee baba za King Santo unyama mwingi sana. Ningeomba uambie mashabiki neno moja tu la mwisho, au sio? Mashabiki wa upande gani? Mauzo Classic TV. Mashabiki wa TV. Yeah. Niseme kwamba big up sana kwa kufuatilia TV zetu za hapa kwetu nyumbani. Thank you. Ila usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Kama bado hujashare, jitahidi basi ushare kwa watu wengine ili kwa kwanza kupata taarifa zetu. Anayeongea hapa ni Mbavu mwenyewe actor.
msimamizi wa Nani Mwalimu ambaye ameshiriki kuangalia Nani Mwalimu kwa kucheza. Na niseme kwamba tunakukaribisha kwenye channel yetu ya Swedi Team Online. Big up sana. Mimi sikuiti shabiki na kuita bosi kwa sababu bila wewe sisi hatutoboi. Asante sana. Habari TV. For more informations, please subscribe, share, like and comment our channel to get all new updates.